Ndani ya siku 29 hadi 30 za mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia ndani ya siku 40 za mfungo wa Kwaresma, tunaambiwa tufunge ili tupate afya. Tunaipataje hii afya? Na ni muhimu kupata elimu kuhusu jambo hili, na tumeona kuna umuhimu wa kuweka mjadala hapa kufahamu zaidi kuhusu umuhimu wa funga kiafya pamoja na lishe bora ambayo tunatakiwa kula katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia katika mfungo wa Kwaresma. Kipekee kabisa tunaye hapa daktari wa magonjwa ya binadamu Dr. Eric Otieno. Karibu sana Dr. Eric. Asante sana. Lakini tunaye mshauri wa mtindo wa maisha pamoja na lishe Macha Msemakweli. Karibu sana Macha. Shukrani. Naomba useme ukweli. Mimi unaniacha kunishauri kuhusu mtindo wa maisha. Yaani inaonekana kuna mambo natakiwa nishauriwe ni mengi. Inabidi niaje. Kama sio ya kusema hapo tutaniambia baadaye. Maana unajua sasa niko kuangalia kwa haraka. Bwana wewe. Unajua mshauri anabaki anasikitika. Bwana karibu sana. Shukrani sana. Dokta, tuanzie kwako. Kuna faida kiasi gani? Funga ni muhimu. Na kiafya huwa kuna vipengele vingi kwenye faida za kufunga. Kwa ujumla tunasema kwamba unapofunga unaipa mwili fursa ya kuweza kujiponesha yenyewe. Kwa hiyo unapofunga unaipa fursa mwili kuweza kujiponyesha aidha kwa magonjwa au kuweza kujiimarisha yenyewe kama yenyewe. Kwa hiyo faida ya kwanza kabisa tunaanzia kwenye mfumo wa chakula. Tunasema unapofunga unaipumzisha mfumo wa chakula kupunguza kufanya kazi, kwa sababu ni kama mashine. Mashine unapoifanyisha kazi kila muda na kila siku, manake inafika hatua inaweza kuchoka haraka. Lakini pia inakuweka kwenye hatari ya kupata magonjwa mengi. Kwa hiyo unapofunga, cha kwanza kabisa inasaidia mfumo wa chakula kuweza kujiponesha na kuweza kujimarisha zaidi. Jambo la pili ni kwenye mfumo wa hormone. Unapofunga inasaidia sana mfumo wa hormone kuweza kujirekebisha, ambao kwa kawaida tumezoea kusema ni kubalance hormone zako. Kwa fursa ya wewe kufunga unaipa mwili fursa ya kuweza kubalance hormone zako. Lakini tatu, kwa wale ambao wana changamoto kama za pressure, changamoto ya sukari, changamoto ya cholesterol, kufunga inasaidia sana kuweza kurekebisha mwili na kukusaidia kudhibiti hayo mambo katika ule usahihi na usawa wake. Na jambo la mwisho ambalo naweza kusisitiza pia, unapofunga kwa wale watu ambao wana uzito mkubwa na uzito mkubwa kupitiliza, tunasema overweight pamoja na obesity. Unapofunga inasaidia sana kuweza kuchoma mafuta ambayo yametunzwa ndani ya mwili na kukusaidia kuweza kupunguza uzito au kuweza kudhibiti uzito wako vizuri. Kwa hiyo kwa ujumla swala la kufunga ni swala la muhimu sana kuweza kuimarisha mwili, lakini pia kuimarisha afya kwa ujumla. Hii imekaa vizuri sana kidaktari. Yaani kifupi daktari kanyoosha. Sasa tunakula nini katika kufunga zetu? Watu tunakula kupitiliza, Msemakweli. Sana. Na useme ukweli. Maana tunaamini muda wa kula umepungua. Kwa hiyo tunakula mara nyingi zaidi ili tukirudi kwenye funga. Hii imekaaje? Watu wengi tunakuaga na hiyo mindset, uelewa huo kwamba kwa sababu kawaida nakulaga asubuhi, mchana, jioni, lakini sasa hivi nipo kwenye mfungo, inabidi muda ule wa kula ukifika nile sana ili kesho wakati wa mfungo niweze kusurvive. Hiyo kitu inakuaga ni uongo, kwa maana ni tofauti. The more unakula sana muda ule wa kufungulia, kama ilivyokuwa kwenye nisemi ya tamaduni, nisemi mtu akifunga muda wa kufungulia unakula ile sana, vyakula ambavyo tunakula mara nyingine ndio inakuaga tatizo zaidi. Tunakula vyakula kutoka kwenye kundi moja la chakula, unakuta mtu sahani yake ina tambi, tumezoea kawaida sahani ya mtu ina maandazi, ina uji, hizi zote ukiangalia ni wanga. Tafsiri yake unajikuta unatengeneza kiwango kikubwa cha sukari, alafu ile sukari ikishatengenezwa kwa kiwango kikubwa na unakuwa umekaa kwa kitambo fulani pasina kula, kwenye eneo la kibiolojia unakuwa unapandisha sukari nyingi at once.
ile inakuja inakutengenezea cravings, baadaye unajikuta unajisikia vizuri kwa muda fulani, by saa 7 usiku unaamka njaa inakuuma tena. Kwa sababu gani? Ulipeleka sukari juu, na ikipanda juu madhara yake inakuja inashuka chini sana, inakutengenezea hizo njaa. Lakini pia ni vyakula ambavyo havikai kwa muda mrefu tumboni ukilinganisha na mtu ambaye anafungulia kwa vyakula sahihi, vyakula kama vyakula vya protein, vyakula vyenye nyuzi kama hizo mboga mboga. Kwa hiyo tunakosea sana hapo kwenye chakula. Kwa hivyo zile meza zetu zile tunavyozichafua muda wa iftari tunatakiwa kuzichafua kisahihi sana, ambapo kunapaswa kuwa na nini na nini yani hasa kwenye kwa sababu mimi rafiki yangu huwa ni mtu mzuri sana wakati wa kufuturisha. Sasa unakuta kuna uji pale, kuna nacholi, kuna nyama, uji japo uji wake unakuwa na pilipili nyingi, sawa, nyingine inavumilia lakini sasa kunapaswa aweke nini na nini, kwamba sasa ukiweka hivi muda wa kufuturu manake unaendelea pia kuwa salama kiafya. Muda wa kufuturu kwanza, kabla ya chakula chenyewe, mpangilio unamata sana. Kwa sababu tumesema tunakuwa tumekaa kwa kitambo fulani pasina kula, basi muda wa kula huaga tushauri uanze tu kwa kula chakula kingi atuanze. Tunaanza na kitu simple kwanza, na unaweza kufungulia na maji kwa sababu tunakuwa tumekaa kwa muda fulani bila kunywa maji. Kwa hiyo muda wetu tunaamini unakuwa uko dehydrated. Kwa unaanza na maji glasi zako 2 ama 1. Maji yakiwa vuguvugu inakuwa nzuri sana kwa sababu tumbo letu linakuwa limesinyaa. Kwa ukianza na maji ya moto inakuwa inakusaidia kwenda kulifungua tumbo lako. Lakini pia kwa ajili ya kurudisha ile energy ya haraka huaga tunashauri unaweza kuanza na kitu kama tende, ila ziwe chache. At least punje 2, punje 3. Then ukikaa kwa dakika 5 mpaka 15 ukaja ukala chakula chako ambacho na chenyewe kiwe ni healthy. Sio chakula ambacho anakisema hapa kaka kwamba kwa sababu tumezoesha hivyo tamaduni zetu bwana, tambi, sambusa, sijui pilau, chapati. Ya hiyo si nzuri sana kwenye eneo la kiafya. Unaweza kutengeneza sahani yako ikawa na sehemu kubwa ya vyakula vya protein, ukaweka zako mayai, ukaweka zako pale nyama, mafuta safi, ukaweka wanga kiasi. Na zenyewe hizo wanga unachagua aina ya wanga. Sasa kwa mtu ambaye anataka kutibia apate faida kama alizozieleza hapa daktari, unataka kupunguza uzito, una kesi za sukari, unataka kutibia pressure yako, basi jitahidi wanga ziwe aina fulani hivi, zile wanga tata tunaziita viazi vitamu, miogo, na kwa sisi Afrika tuna hiyo bahati ya kuvipata hivyo vyakula. So kwenye meza moja kuna maharage, njegere. Watu tukiwaalika iftari tukawekea maboga wanasema hapana. Sisi hatuli vya kuchimba. Tunataka vya kuchinja. Sasa vyote hivyo ni katika protein alivyotueleza msema kweli. Lakini Dr. Eric, Yes. Watu wengi wanaona ni tabu sana kufunga. Yaani mtu asemi siwezi. Siwezi kukaa na njaa. Siwezi kukaa na njaa. Hiyo ikoje kiafya? Kiafya kuna namna ya kufunga. Yaani kuna utaratibu ambao ni mzuri na ambao ni rahisi sana kufunga. Na tunavyofahamu kufunga, kuna kufunga kwa ajili ya mambo ya kiimani na kuna kufunga kwa ajili ya mambo ya kiafya. Tukija sasa zaidi kwa upande wa kiafya, kawaida huwa kuna utaratibu wa kufunga au kuna aina za kufunga. Kuna kufunga kwa kunywa maji na kuna kufunga bila kula chochote. Hizo mbili zote zina tafsiri yake kitaalam na zina faida yake kitaalam. Lakini pia kwenye kufunga kwako, either unakunywa maji au haunywi maji, kuna masaa. Kawaida tunasema kunakuwa na fasting window, ni muda ule ambao wewe unakuwa umejizuia kula. Alafu kutakuwa kuna eating window, ni ule muda ambao utakuwa umeanza kula. Kwa hiyo kwa mtu ambaye, kwa sababu watu hawajazoea kufunga, taratibu nzuri ya kuanza kujifunza, kwa mfano labda inakaribia Ramadhani au inakaribia Kwaresma, si ndio? Unatakiwa uanze kujitune mapema kwa ajili ya kujiandaa kuja kufunga. Na unaanzaje kujitune mapema? Cha kwanza unaweza ukaanza na utaratibu wa masaa 12 kwamba utakaa masaa 12 bila kula chochote, and then masaa 12 yanayofuata utakuwa unakula chochote. Kwa hiyo unaanza kwa utaratibu huo hata kwa wiki 1 au wiki 2. Alafu baadaye sasa utakapokuja kwenye mfungo inakuwa rahisi kwa sababu utakuwa kwa namna moja au nyingine umezoea. Lakini kitu kingine ambacho kinafanyaga mfungo uwe mgumu ni kwamba watu tunapofungulia jioni huwa tunasahau kunywa maji. Utakuta unakula, unashiba vizuri, lakini unasahau kunywa maji. Kwa hiyo siku inayofuata unakuta mwili wako iko dehydrated na ukosefu wa maji kwa kiwango kikubwa.
na ukosefu wa maji unaenda sambamba na ukosefu wa madini, hasa madini chumvi tunaita sodium, na sodium hiyo inapelekea sana njaa kuwa kali kuliko kawaida. Kwa hiyo cha kwanza ambacho tunashauri ni kwamba pale unapofungulia, kama alivyosema mtaalamu wa lishe, usishindilie chakula. So hatua ya kwanza, kula kiasi ili uweze kupata fursa ya kuweza kunywa maji ya kutosha kwa ajili ya kukuandaa kwa siku ya pili ya kufunga. Na pia jitahidi kwamba hata vyakula ambavyo unakula at least kuwe na chumvi ya kutosha. Lakini angalizo kwa wale watu ambao wana shida ya figo, wale wenye shida ya pressure, hao lazima waombe ushauri kutoka kwa daktari. Lakini kwa kawaida angalau ulaji wako uwe na chumvi ya kutosha na pia unywe maji ya kutosha. Mfungo wako utakuwa mrahisi sana. Hii ina maana mwili unahitaji chumvi zaidi kuliko sukari? Swali zuri. Mwili unahitaji chumvi zaidi kuliko sukari. Yaani kwa kifupi ni kwamba ulaji wetu wa siku hizi inaenda zaidi kwenye sukari kuliko chumvi. Tukisema mahitaji ya matano muhimu katika mwili wa binadamu, ya kwanza kabisa inaanzaga oxygen, kwa sababu huwezi kukaa bila kupumua zaidi ya dakika 5. Sawa? Ukitoka hapo utakuja kwenye hayo madini muhimu ambako kutakuwa kuna sodium, kutakuwa kuna potassium, magnesium na hivyo vitu vingine. Sukari inakuja jambo la mwisho sana. Ndio maana unaweza kukaa hata siku 3, siku 5 bila kula. Lakini ikifika siku ya 3 bila maji, hiyo inakuwa ni kazi nyingine, kwa sababu inakusaidia pia kuingiza yale madini. Kwa hiyo inabidi tubadilishe mtazamo kwamba chumvi au madini kwenye mwili wa binadamu ni muhimu sana kuliko sukari ambavyo sisi tumezoea kufikiria. Sasa msema kweli, inaaminika, wengi wanaamini hivyo, kwamba ukiwa unafanya mazoezi unapaswa kula sana. Na sasa pengine natengeneza picha kwamba ukiwa unafunga upaswa kufanya mazoezi. Kwanza kwenye hiyo mindset ya kwamba ukiwa unafanya mazoezi inabidi uwe unakula sana, natamani niweke clear hapa. Hiyo inategemeana na malengo. Kama malengo yako wewe ni kupunguza uzito, usije ukaingia humo, utachanganyikiwa. Kwa maana wewe huhitaji kula sana kama lengo lako ni kupungua. Kwa wale ambao wanataka kutengeneza misuli ni sawa, wanaweza kaishi hiyo. Lakini kwenye hichi kipindi haituzui sisi kufanya mazoezi. Mazoezi tunayafanya, lakini inabidi uwe mwangalifu kwenye aina ya mazoezi. Kwa maana hatuhitaji kufanya yale mazoezi ambayo yataenda kuinua ile hormone ya stress, hormone ya cortisol. Hiyo hormone itakutengenezea njaa. Kwa mazoezi yale mazito sana siyashauri sana, ila uwe kama kwa wewe ambaye ni mzoefu wa fasting, kwa sisi ambao tunaweza kukaa hata siku 2 tunafanya hayo mazoezi. Lakini kwa mtu ambaye ni mgeni bila kula chochote? Tushafanya hiyo challenge ya siku 3, wanaweza. Kwa hiyo mazoezi unaweza kuyafanya, lakini inabidi uwe mwangalifu kwenye aina ya mazoezi. Fanya mazoezi kama kutembea, si mazoezi ambayo yatakuchosha sana, hayatakutengenezea njaa sana. Fanya mazoezi kama yoga, vitu kama kustretch, unaweza kufanya hivyo. Ila sio ile kwa sababu nimefunga na lala siku nzima. Hayo matokeo ambayo tunayategemea baada ya Ramadhani unaweza kuyakosa. Kabisa. Kuna muda wa mwisho wa kula, ama kuna chakula cha mwisho kile ambacho kinafahamika kwa jina la daku. Chakula cha mwisho cha kula kabla kuanza siku yako katika kufunga. Hapo unashauri watu wale nini zaidi? Maana kuna mtu kula wali alfajiri na situ alfajiri wali mwingi. Ile kwanza daku ni sunna tunasema, sio lazima. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anaweza kuipitisha kalala tu aendelee na vitu vyake, inakuwa nzuri sana. Amesema pale kaka kwamba funga ni masaa gani unakaa bila ya kula. Ukiweza kula ile saa 1 ukafungulia ile ukala pale ikatosheka, maana yake unakuwa umefunga muda mrefu zaidi. Kama masaa 24 tunaamini bila ya kula kitu chochote. Kwa hiyo utakuwa kwenye dirisha kubwa la wewe kwenda kutumia mafuta kama chanzo cha nishati. Kwa mtu ambaye anataka kupungua atapunguza kilo nyingi sana. Lakini daku ni chakula kizuri, unaweza kukitumia, na aina ya vyakula ambavyo naweza nikamshauri mtu avitumie. Unaweza ukatumia sana vyakula ambavyo si vyenye mafuta mengi sana, kuepusha kiu katikati ya mfungo. Lakini pia kwenye upande wa chumvi amezungumzia kaka, pia vile vyakula vyenye chumvi kiasi. Kwa maana isizidi sana, na yenyewe chumvi kizidi kuna uwezekano wa wewe kukutengenezea kiu wakati wa mfungo. Kwa hiyo vyakula unaweza kutengeneza zako, let's say supu ya nyama ama supu yako ya samaki nzuri, ukaweka zako viazi vyako vitamu 1 ama 2. Lakini pia chakula inabidi uzingatie kiwe right sana, isiwe kile chakula chenye kiwango kikubwa alafu kina sukari nyingi. Tumesema sukari ikipanda sana ikija kushuka itakutengenezea njaa. Utakuta saa 4 unaanza kusema leo saumu kali.
na umekula daku saa 2. Yeah, saa 2. Sawa, kwa kumalizia daktari, kwa ujumla funga ina umuhimu. Yeah. Ni upi ujumbe wako kwa? Ujumbe wangu ni kwamba kwa mfano hiyo swala la daku. Unavyofunga muda mrefu ndipo utapata faida nyingi za kiafya. Sasa. Kwa hiyo ukitumia masaa 6 na atakayetumia masaa 24, yule wa masaa 24 atapata faida nyingi sana kiafya. Kwa hiyo ninashauri kama unaweza ukaachana na daku, ni ushauri tu, kama unaweza ukapitisha daku na ukaenda masaa 24. Hata maji. Okay. Japokuwa kwa asubuhi maji sio tatizo, kwa sababu kitaalam tunaposema mtu umefunga au fasting ni kwamba unaweza ukanywa maji lakini maji haipandishi sukari. Yeah. Kwa chochote ambacho utakachokula ikaondoa sukari kutoka pale ilipo ikapanda, tunasema imekuharibia funga kitaalam. Lakini ukila chochote au ukinywa chochote ambayo itaacha sukari pale pale ilipo, hiyo tunasema bado haijaharibika funga. Kwa hiyo swala la maji asubuhi, hiyo ni sawa. Kabla hujaanza funga yako unaweza ukanywa maji, kwa sababu maji ni mazuri na itasaidia mwili kuimarika zaidi. Na tafsiri hii ya kuharibu funga ambayo ameitoa daktari ni kiafya na kisalam. Yes. Ila kwa Waislamu ndani ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani usinywe maji. Tumezungumza hapa faida za funga kiafya, lakini pia na lishe bora kabisa ya kula wakati wa kufuturu na wakati wa kula daku ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, pamoja na mfungo wa siku 40 za mwezi wa Kwaresma. Tumekuwa naye hapa Daktari Eric Otieno, daktari wa magonjwa ya binadamu. Karibu kwa wakati mwingine. Asante sana. Lakini pia tumekuwa naye Macha Msemakweli, mshauri wa mtindo wa maisha na lishe. Mshauri huyu ambaye anaokoa maisha ya Watanzania kupitia shauri ambazo anazitoa za tiba lishe, hasa akitumia mitandao ya kijamii. Kazija mnayemuona sasa, pengine si ambaye mtamuona miezi 2-3 hapo baadaye, kutokana na ushauri ambao anaupata. Na Fatma wanapambana. Sasa Fatma anapambania ni mpaka sasa hivi sielewi.